Shukran zaidi Josephine Mwite. Naye kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametoa wito wa kufanyiwa marekebisho upya kikosi cha usalama cha Nakuru kufuatia mauaji ya kasisi Julius Ngari Ndumia katika kanisa la Tabuga PCA huko Laneta. Akizungumza wakati wa mazishi ya kasisi huyo aliyeuawa eneo la Tetu, kaunti ya Nyeri, Gachagua amewashutumu maafisa wa usalama mjini Nakuru kwa kukosa kudhibiti ongezeko la uhalifu katika eneo hilo, akisema wakazi mara kwa mara wameibua wasiwasi wao kuhusu ukosefu wa usalama. Pia alihoji kile alichokitaja kwa ukimya kutoka kwa maafisa wakuu wa usalama kufuatia mauaji hayo, na kuitaka idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kutoa picha za CCTV zinazoaminika kunasa matukio ya mwisho ya kasisi huyo, ikiwa ni pamoja na kuvunjwa kwa kanisa lenyewe. Naibu rais wa zamani pia alitaka wizara ya mambo ya ndani kuhakikishia makasisi usalama wao, akihoji kwamba mauaji hayo hayakuwa tukio la pekee. Mnamo mwaka 2025, makasisi wawili wa Katoliki walikufa baada ya mashambulizi tofauti. Padri John Maina Ndegwa alipatikana ametupwa kando ya barabara kuu ya Nakuru Naivasha baada ya kuripotiwa kuteka nyara huko Nyahururu, huku Padri Alois Beta akipigwa risasi na kuuawa katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Kiongozi wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa, ambaye pia alihudhuria mazishi hayo, alisema usalama unasalia kwa jukumu la kwanza la serikali yote. Wakati huo, washukiwa wawili waliokamatwa kuhusiana na mauaji hayo, Beryl Nafula Otenyo na Felix Odinga Okumu, walifikishwa mahakamani Nakuru. Wawili hao hawakushtakiwa baada ya upande wa mashtaka kutaka muda wa siku 30 kuwazuilia wakisubiri kukamilika kwa uchunguzi. Mahakama iliwapa maafisa upelelezi siku 21 kuwazuilia washukiwa huku uchunguzi ukiendelea. Dakika ni 17 baada ya saa 1 asubuhi, na ndio mwisho wa habari za Jungo Kuu la Tharaka University FM awamu hii. Kumbuka hiki ndicho kituo bora zaidi chenye matukio na matokeo. Tunakujuza kupasha vile vile kwa refu pindi nukta, sekunde, dakika na saa zinavyosanzuka. Kwa gatuzi hili na viunga vyake unapata kwenye masafa ya 98.8, bila kusahau kaunti jirani za Embu, Meru na vile vile gatuzi la Kitui. Kipindi cha Breakfast Show cha Tharaka University na Alex Kinyo akiwa ni Yvonne Ongare bado kinaendelea. Mimi ni Enshemela Samuel Ngovilo na kutakia usikilizaji mwema.